Baba, katika jina la Yesu tunakupatia utukufu. Tunasema asante kwa kutulinda tangu tulipoanza juma letu la maombi siku ya Sabato ya wiki iliyokwisha, lakini na leo Mungu wa mbinguni tunapohitimisha juma hili la maombi la vijana na tunapohitimisha Sabato hili ya leo kuelekea juma lingine, Baba wa mbinguni tunakusihi mtumishi wako atakapokuwa anasimama kututia moyo kwa maneno ya shukrani kwa juma hili zima. Tunakusihi Baba wa mbinguni, baraka zako zikawe pamoja nasi. Tunaomba kwa imani ni katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Niwaombe tu sasa wale walioko nje wote waingie ndani. Walioko nje wote waingie ndani tafadhali, na walioko nyuma wasogee mbele. Tunaenda kuomba, na niombe kile kikundi kile cha mzee wetu msogee mbele. Tunaenda kuimba wimbo na kisha tunaomba. Wakati wanasogea mbele, pende kutoa shukrani za dhati na za pekee kwa Mungu wetu wa mbinguni kwa jinsi ambavyo ametukarimu na kutufanya tufike hadi siku ya leo. Niombe mashemasi tusaidizane, hao walioko nyuma wasogee mbele ili tufunge, na walioko nje wale pambano kuu na wasubiri nje, na kina mama white ingieni ili tumalize. Wimbo tutakaoimba ni wimbo namba 262 kama sikosei, kitabu kikubwa Imani ni Ushindi. Ni 362 kitabu kikubwa. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili fungu la 10, Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya nini? Taji ya nini? Wiki hii yote tulikuwa tukijifunza kutumia karama zetu katika kufanya kazi ya Mungu, kuitoa miili yetu kama dhabihu takatifu kwa Bwana, maana hiyo ndiyo ibada ya pekee yenye maana. Kwa hiyo basi, tutakapoimba huu wimbo na ukakuvute kama askari ya kwamba askari katika jeshi la Bwana na unaenda kushinda. Neno linalotumika katika Ufunuo sura ya pili fungu la 10 nasema imani, uwe mwaminifu hata kufa. Kiingereza kinatumia maneno mawili hapo, faith and fullness. Neno faith maana yake ni imani na fullness ni ukamilifu. Kwa hiyo linachukua imani kamilifu. Maana yake ni hii, ni imani yenye ujasiri, confident, imani ya ukweli. Bwana apewe sifa. Inahusiana na imani kamilifu, ipende ambayo inategemea kwa msingi ulio imara wa Yesu Kristo. Kwa hiyo vijana wenzangu, akina mama wenzangu, uwe mwaminifu hata nini? Hata kufa, maana kuna taji ya uzima. Tumia karama kwa uaminifu, ishi kwa uaminifu. Katika Timotheo ile fungu letu kuu nilikuwa nimebakiza vipengele viwili tu, imani na usafi.
na nataka tu nifunge na kipengele cha imani. Katika imani na usafi uwe mwaminifu hata nini, Bwana atatupatia taji ya uzima. Tunapoenda huko mitaani, tusisahau ya kwamba sisi tunapaswa kuibeba bendera ya Yesu Kristo. Katika maisha yetu yote tukawe kielelezo. Tusimame tuimbe wimbo.
kushinda dunia. Imani, imani ni ushindi, imani ni ushindi, ushindi watu washinda dunia. Imani ni ushindi. Wale wenye imani watashinda. Wale wenye imani juu ya Yesu Kristo watashinda. Imani ni ushindi dhidi ya majaribu. Imani ni ushindi dhidi ya misononeko. Imani ni ushindi dhidi ya matatizo. Imani ni ushindi dhidi ya vita. Imani ni ushindi dhidi ya giza kwenye maisha yako. Cha imani, kuwa jasiri, uwe mwaminifu hata kufa. Kuna taji ya uzima mbele yako. Tuombe.